الحمد لله حمدا كثيرا، حمدا نور الإسلام حمدا كثيرا طيبا. الحمد لله أحدا يخفيه نعمه ويدفع النقم، ونعمه يا ربنا لك عبده، والنعمه يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. وجاهك والعظيم اللهم جعلك وأهل علمه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك وعبادك وإيمانك نواصينا بيدك، ماض فينا في حكمك، عادر فيها قضاؤك، اسماؤك بيدك، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته أحد من خلقك أو أصلته به نفسك، وفي علمه الباقي الحلائق عن العلم الحلال أن يكلم العظيم ربها أن تجعل له القرآن العظيم اللهم ربها كربنا وجلاء همومنا وذهب أحزاننا. اللهم ارحمني بالقرآن واجعل له حجة زيادة كل في خير. اللهم اجعل له في القرآن واجعل له إمامه ونوره. اللهم ذاكرني منه ما نسيته وعلمني منه ما جعلته وارزقني تلاوته وآناء الليل. أما بعد. Ndugu yangu katika imani, tuliishia katika hutuba ya kwanza, ambacho kipande cha kwanza tunaendelea kuangalia hafidhu sala na kuacha makosa watu katika kuacha waache kabisa ibada zao, wasiziendee na machafu. Ndugu yangu katika imani, hafidhu ala salati yusra, mja haifadhi swala yake, mja akumbuke kuna wenye kuswali na kuswali. Tuwe wenye kuswali ili tuhifadhi swala zetu, tusiswali swala za bilaka, zile swala ambazo Allah hazipendi. Angalieni katika swala zenu na kusimama kwenu kwa jamaa, na hasa katika swala za nyakati. Swala ya asri ni swala ya kati na kati, na amrishaneni mema na kuwa wanyenyekevu katika swala zenu. Alhadithi an Abi Hurairah, kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah, hakika amesema mjumbe Allah, qala man qama ramadhana imanahu, akasema man kama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam, ikamjilia Ramadhani ndani ya usiku wa Ramadhani, ikiwa katika nyakati za usiku wa kiswali katika kusujudu, basi Allah mja wake huyu, mja yule ambaye anayesimama usiku katika kuswali kwake ndani ya usiku huo wa kwanza Ramadhani, basi Allah humwahidi na Allah humlipa na humsamehe yale yote yaliyopita nyuma yake, ujira uliokuwa mzuri, badala ya kupata madhambi yaliokuwa mazito, basi yeye madhambi yake Allah atasamehe, kwa yale yaliokuwa mazito Allah atayamrusha. Na mja yule alofanya madhambi husamehewa na Allah tabaraka wa taala. Katika nguzo tano za Uislamu, kuangalia hutuba hii ya pili, huwa tuzihifadhi swala zetu ili tuwe katika watu
waliokuwa bora kabisa kabisa. Ndio Allah elewa kuwa Allah tabaraka wa taala, innal ladhina amanu wa amilu salihati, hakika wale ambao wanasimamisha swala wakawahusia wenzao katika kheri, katika imani. Wa ablughu ahlika bil salati, amlisha na waamlishe watu wawe katika kuswali. Wasabir alaiha as'aluka, na wawe wenye kuwa utawakali na kuwa na subira kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio Allah elewa kuwa Allah yeye hakuna kinachomsumbua zaidi sisi wenyewe waja wake, ndio wenye matatizo. Tunaharibu katika ibada zetu tunazozifanya kila siku. Tumesahau kuwa kuhifadhi swala zetu ni moja ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala na kufanikiwa duniani na akhera, huko katika kufuata sheria. Wasadiqina wasadiqat walqanitina walqanitat walmuhminina walmuhminat, wanaosema maneno bora ni wale waamini waliosema kweli na wakawa wenye kutoa sadaka na wakawa katika wenye kuwa watu wa kweli na wakawa wenye kuwa katika hali ya utiifu na wanaotoa sana katika kutoa sadaka, na Allah atawasamehe waja wake hawa ambao wanaomba maghfira kwa Mola wao. Hao ndio ambao watapata maghfira kabla ya ajali yao, kwa sababu wao wenyewe waliishi katika kumwomba Allah, fa in lam takun talahu wa in lam takun tarahu wa innahu yarak. Mwabudu Allah kana kwamba unamuona. Ibada si ya mja. Kuna wenye kuswali na kupindisha ibada, kuna mwingine anaswali shida ikimkumba. Inna salata kana ala almu'minina kitaban mawquta, hakika swala imewekewa wakati maalum. Hafidhu ala salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin, zihifadhini swala zetu, tuzihifadhi swala zetu. Inna salata kana ala almu'minina kitaban mawquta, hakika swala imewekewa wakati maalum. Walladhina amanu wa amilu salihat, wale ambao wanaosimamia kheri na wakasimamisha sala, wakatoa zaka na wakajitahidi katika kufanya wema, katika uadilifu katika akhiri. Innal ladhina amanu idha dhukira Allah, wale ambao waloamini wanamdhukuru Allah. Innal ladhina amanu idha dhukira Allah wajilat qulubuhum zadatul iman, wale ambao waumini wanaposikia maneno ya Allah na wanaposikia maneno ya Allah mioyo yao ndio wana hofu, na Allah huwajalia huwazidishia imani. Faliyatawakkal mutawakkilun, wakiwa wenye kutawakali na kuomba kwa Allah na wakaomba kheri kwa Allah tabaraka wa taala. Hakika tumeitwa mabora kwa sababu ya kuhusiana mema na kukatazana na kwa maovu. Tuhifadhi swala zetu na kuacha makatazo katika ibada zetu, hazihusiani kabisa na mambo ya kuharibu swala zetu. Mtu anaswali huku yeye ndiye mshirikina mkubwa na ndiye anayefanya ufisadi na kuwatoa watu katika kheri, na watu wako wenye kugombanisha ndoa za watu na wako wenye kugombanisha kheri katika ibadati na kuweka mughafara mkubwa na Allah tabaraka wa taala. Ukhrijat nasi ta'muluna bil ma'ruf, tumeitwa mabora kwa sababu ya kukatazana mabaya na kuhusiana mema. Watanhauna anil fakhshai, na kuyaondosha yenye machukizo yasiyompendeza Allah, machukizo yote tuyaachilie mbali. Wal fakhshai wal munkari, wal fakhshai ni mambo yale yenye fakhshai, yenye kuharibu, zile zilizokuwa anufusi zile nususi nyingi zinaingia hapo za kuweka dondoo kuharibu imani zetu. Tuwe katika kuimanisha ibada zetu. Inna salata kana, hakika sala amewekewa wakati Allah mzuri. Hafidhu ala salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin, tuzihifadhi swala zetu kwa kutafuta radhi za Allah
Man kana yahminu billahi wal yawmil akhir, yule alosema nimemwamini Allah na mtume. Qala, akasema mja maneno haya, qala inni akhafu Allah, pale anapohusudiwa na ndugu yake akasema hakika mimi namhofu Allah. Qala maadha Allah, kwa kila kilicho kuwa mbele yako sema najikinga kwa Allah muumba mbingu na ardhi. Katika hadithi ya mtume qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salathatuhu wa khairuhu yarji'u sani yakhruju saniya wa yabqi au yabqi wahidu. Asema mtume yatakayoondoka kwake mwanadamu pale anapoelekea kwa Allah, hana nafasi, hana muda ule wa kutena nafasi ya kumwomba Allah. Tumia mali yako kabla ya umauti wako, itumie katika njia ya Allah. Fanya mambo kabla hujafarakika na familia yako, hujatengana nazo familia zenu. Yattabi'u al-mauta salasatuhu farji'u as-sani'at au isnaini, farji'u isnaini wa baqiya au baqiya wa baqiya wahid. Yatakapofika mambo matatu maiti, vitakavyorejea kwake, kwa familia yake, kwa mke wake na watoto wake, magari yake na jamaa zake watarudi. Wa baqiya, mambo mawili yanarejea kwake, nyumbani kwake, kwa jamaa zake, kwa wake zake na watoto wake na warisi wake, wote watakuwa wale wenye kurisi mali yake. Naam, elewa kuwa mja Allah alwahidu fi amalihi, itakalobakia kwako wewe mja aliotangulia kwa Allah au mja aliotangulia kwa Allah ni kile alichokitanguliza bisadaqati min amalihi, sadaqa yake na amali yake, sadaqatun jariya fi ilmihi au ilmu tafau bihi, au elimu yenye manufaa ikawafaa watu wakaiacha, au alwalid yad'u lahu, au kijana mwema aliosimama katika kuwaombea wazazi wake, au aliofanza wema kujenga vitu vilivyokuwa vya faida, misikiti, madarisi, visima, na akawaimarishia watu imani na kuwapa elimu. Vitarejea kwa ndugu zake vitu viwili pamoja na jamaa zake